Nikasema ina maana mimi nimekufa? Nikaanza kulia, nikasema mimi sijafa. Basi mamangu akamwambia yupo kule chumbani. Kafungua mlango, akaingia. Nakumbuka mchungaji aliguna. Baada ya kuguna, akatulia, ukatokea ukimya kama dakika 15. Yuko kimya. Baadaye akamuita mama yangu. Akamwambia sasa natakiwa nikuongoze wewe sala ya toba ili tuombe na huyu mgonjwa. Mama hakusita, akakubali. Mle kwenye kisima wakati walipokuwa wamenidumbukiza lilikuwa ni giza. Kile kitendo cha kumuongoza mama yangu sala ya toba, alivyomaliza tu akasema amina, nikaona mwanga. Sio mwanga tena ule ambao walikuja nao wachawi, ukawa mwanga wa kawaida. Sasa nikaa nasema kumbe hiki ni kisima, lakini kina utelezi fulani kama samaki, kama ushawahi kumgusa kambale, ukimshika hivi kinateleza. Nikasema sasa hapa nitatokaje? Basi mchungaji akaanza maombi. Anaomba, ninamsikia. Anaomba na kutoa mashimoni, na kukomboa, sijui navunja kila nguvu za giza, navunja roho ya mauti. Anaomba yale maombi yenye mamlaka. Akianza kuomba yale maombi yenye mamlaka, kile kisima kinaanza kuwa kifupi, mimi napanda juu. Ila akianza kuomba maombi ya kawaida akisema toka kwa jina la Yesu, toka, kile kisima kinarudi. Yani ile nguvu, yani kile kisima kinazidi kuongezeka, mimi napungua. Akikazana kuomba yale maombi ya mamlaka, kisima kinakuwa kifupi. Nakumbuka nilirudi kama mara 6. Nikasema sasa huyu mchungaji, mbona sasa mimi naona kama sasa, yani akikazana kuomba natoka, lakini ila akishusha tu pumzi, akazane basi, kumbe na yeye ni binadamu. Nafika wakati pengine anachoka. Nakumbuka mara ya mwisho ameomba paka nikabaki hivi, na maana nikaa nimetokezea kabisa, kisima kikabaki chini, mimi nikawa juu. Ila sasa ile namna ya kutoka pale kwenye kile kisima kimebaki kama kizingiti. Nilivyoangalia upande wa pili, mkono wangu wa kulia, nikaona kuna mtu mdogo tu amesimama. Lakini sio ni mdogo, yani ukimwangalia ni kama mdogo. Amevaa nguo nyeupe, anang'ara sana, lakini kijaribu kumkazia hivi macho nashindwa. Nilichokiona ambacho nilikuwa nikiangalia vinaangalia pembeni, nilikuwa naona analia, lakini yale machozi yake yaliokuwa yanatoka ni kama machozi ya damu. Nikasema au huyu ndo kaja kunisaidia. Nikasema ngoja tusikilize. Huku mchungaji anaomba, lakini nilikuwa naona ni kama amechoka, ile hali ya ubinadamu ni kama amechoka. Basi yule mtu akaninyoshia mkono. Alivyoninyoshia mkono ndo nikatoa mkono wangu. Nilivyompa tu hivi, mapepo yakawa yamelipuka pale kitandani walipokuwa wamenilaza. Basi wakaendelea kuomba, wanaomba. Kumbuka mimi nilikuwa ni msanii wa Bongo Flava, na hiyo siku ilikuwa ni siku ya show. Kwa hiyo nilikuwa nimejiandaa vizuri. Nilikuwa niko vizuri, nilikuwa nimejitengeneza, nywele zangu nimeweka smart. Sasa kile kitendo cha kuja yale mapepo yalikuwa yananyofoa na leo zinanyofurewa. Yule mchungaji akasema ninaomba huyu mgonjwa niondoke naye. Akanibeba nikiwa sina ufahamu wowote. Wamenibeba, wameniombea kwa muda wa wiki moja. Bado sijarudisha ufahamu. Siku ya 7 ilipofika, nakumbuka hiyo siku ndo nikaa nimeachiliwa. Maana pale mwanzoni walikuwa akiniuliza, yani kama ameniacha kidogo, akiniuliza huyu nani, nikitaka kusema ile hali inajirudia. Baadaye hiyo siku ya 7 mama yangu alikuwa pale, walikuwepo walokole wengi ndicho na wafahamu. Wakaniuliza huyu nani, nikaanza kutaja majina. Yani kabla hata mchungaji hajasema amekuponya Yesu, nikaa nimepiga magoti. Nikaambia jamani, mimi kuna mtu alikuja kunitoa shimoni. Kwa sababu wewe mchungaji, wakati unaomba mimi nilikuwa shimoni. Alikuja kunitoa, na hao wakati wanasema mimi nimekufa, mimi nilikuwa mzima. Ndio nikaanza kuambia nilivyokuwa naviona, nilivyokuwa nawaita, hawasikii. Nikaambia sasa mimi nataka nimfuate huyo aliyekuja kunitoa humo shimoni. Akasema haina shida. Nikapiga magoti, akaniombea. Walivyoniombea, baadaye mama yangu akaanza kulia kwa uchungu. Mimi nikawaza, mama analia nini, au ni machozi ya furaha? Sielewi, yani sikuelewa alikuwa analilia nini. Baadaye alivyomnyamaza akasema, mwanangu, naomba unisamehe. Hata haya unaoyapitia usingeyapitia, kwa sababu wewe kwanza kukupata kwako nimekupata kwa shida. Wakati nina ujauzito wako, mimba ilivyofikisha miezi 3, mimba kwanza ilitaka kutoka. Baada ya hapo ilishindikana. Nikaanza kupata kawaida ya wanawake
mpaka naenda kujifungua miezi 9. Na sio kawaida unaojua wewe kwamba kawaida ni ile kawaida kubwa. Yani kama ni damu zinatoka nyingi kwa mfululizo. Na siku ya kujifungua kwako ilikuwa imeshindikana. Nakumbuka kwamba ilikuwa nifanyiwe operation, lakini walikuwa wakinipeleka kwenye chumba cha upasuaji, pressure inashuka. Baadaye wakapita wazungu. Mimi nimezaliwa Sikonge Mission hapo. Walipopita wazungu ndo wakaniambia tukuombee, mimi nikakubali. Anayezungumza ni mama yangu sasa. Nilivyokubali wakasema kwamba umebeba tumboni mwako mtoto wa kike. Na huyu mtoto ni mtumishi wa Mungu. Nyie wa Afrika mna desturi za matambiko. Huyu mtoto atakapozaliwa msimpeleke kwenye matambiko wala asichanjwe, yani asifanywe vitu vyovyote kwa sababu ni mtumishi wa Mungu. Kweli mama yangu akakubali kwa sababu alikuwa amebanwa na ile hali. Baadaye alivyomuombea haukupita muda mrefu akawa amenizaa. Alivyonizaa tu yule mchungaji, yule mtumishi wa Mungu, yule mzungu alikuwa amemwambia kwamba huyu mtoto atakapozaliwa msimuite jina jingine, muite Magdalena. Nakumbuka mimi walikuwa wameshanipa jina jingine la Nelea, ambao ndo jina la mama yake mkubwa na mama yangu. Kwa alivyokuja kunizaa mama akawa amesahau. Hilo jina lilikuwa linamaanisha nini? Kwa kweli sifahamu, ila ninachofahamu ni jina la bibi yangu mkubwa. Kanipa Nelea. Hilo jina ndo nekana alitumia. Basi mama yangu alivyonizaa kanipa hilo jina, kaanza kulitembelea hilo jina. Basi mama alivyosema ule ushuhuda, nikasema kuanzia leo mimi nitaitwa Magdalena, sitaitwa tena Nelea. Safari yangu ya wokovu ikawa imeanzia pale. Lakini pamoja na safari yangu ya wokovu kuanzia pale, pamoja na kupitia changamoto magumu yote mpaka nataka kufa, baba yangu badala ya kufurahia kwamba mtoto wangu amepona akanikataa. Okay, na muda huu naona kabisa muda unaendelea kututupa mkono, lakini ushuhuda ni mzuri kweli kweli, kwa sababu kuna vitu ambavyo ni vyema na vinafunza kwa namna moja ama nyingine. Sasa kama pengine una ushuhuda, namba zangu ni 0689114544 na tutapeana utaratibu. Sasa na muda huu nisichukue muda mwingine zaidi, kwa sababu nimeshakwambia namna ambavyo unaweza ukanipata ili tuweze kupeana shuhuda, lakini sasa nimpe nafasi tena hapa mtumishi wa Mungu, kwa sababu tayari ameshampokea Yesu na kwa mujibu wa ushuhuda wake aendelee kutupitisha pale ambapo ameishia. Karibu sana. Asante. Basi baada ya kumpokea Yesu, babangu akawa amenikataa. Sikuangalia kile kitu, na mama yangu nakumbuka siku zote alikuwa upande wangu, akaniambia wewe usiangalie kwa sababu mimi ndo nafahamu ya kwamba umepitia mangapi, na usije ukathubutu kumwacha huyu Yesu wako kwa sababu mimi nafahamu huyu ndiye aliyekuokoa. Babangu baada ya kunikataa akawa amenifukuza. Alivyonifukuza mimi nikawa nimeondoka nikaenda Mpanda, kuna dada zangu huko, na kwenye nilivyofika kule sijui walikuwa wameshapigiana simu wakanifukuza na wao. Kwa hiyo nikawa ni mtu ambaye naishi maisha ya kutangatanga, lakini namshukuru Mungu kwa sababu ukiwa na Yesu umepata vyote. Na kupitia kile ambacho mimi Yesu alichonifanyia ndicho kilichonifanya mimi nizidi kuzama ndani zaidi kwa Yesu. Kwa sababu gani? Sikuona kitu chochote cha kunitenganisha na huyu Yesu. Basi nikawa nimeendelea na maisha yangu. Mungu akawa amenitoa upande wa pili akanipeleka kwake. Badala ya kuwa msanii tena wa bongo flavor, hip hop, akanipa kipaji kingine, akanipa uimbaji. Nikawa mwimbaji, namwimbia Mungu vizuri, lakini pia ni mwinjilisti. Ila pale mwanzoni pale sikukupa kipande kidogo. Baada ya kuwa nimeacha yale masomo, sikubaki vivi. Kumbuka kabisa mtu ukiwa duniani kuna changamoto. Kwa kuna changamoto nilipitia, nikawa nimepata mtoto, ina maana nikawa nimezalishwa. Sasa baada ya kuwa nimezalishwa, ina maana hao watoto nikawa natembea nao, na watoto 2 wa kike na wa kiume. Nikawa natembea nao, ina maana hata baba yao haeleweki, nikawa nahangaika nao huku na huku hivyo. Lakini sasa nimeenda ilikuwa mwaka majuzi, baba yangu akasema kwamba hawa watoto utakaa nao mpaka lini?
unatakiwa sasa hawa watoto yaani baada ya kunikataa tumeenda hivyo, baadaye akarudisha ule moyo. Alivyorudisha moyo ndo akaniambia hawa watoto utahangaika nao mpaka lini, wameshaanza kusoma, walete kwangu wakae kwangu. Nikaa nimewapeleka kwa baba yangu wale watoto. Nilipowapeleka, kumbuka kuna wa kike na wa kiume. Wamekaa mwaka wa kwanza, wa pili, mwaka jana ambapo mimi ilikuwa ni mwezi wa 8, nilikuwa nimekusudia kutoa video yangu album ya pili. Nilikuwa nimefanya maandalizi, nikasema tarehe 26 nitakwenda Mbeya. Nikaa nimeshaongea kabisa na director, kila kitu nimeweka sawa na pesa nimeandaa. Kabla ya ile tarehe kufika, nikasikia kwanza ndani amani ya moyo inakosekana juu ya mtoto wangu. Nikaanza kuwaza hiki ni nini? Nikasema hapana, hiki ni nini? Nikasikia yani msukumo fulani kwamba niende nyumbani. Nikaondoka. Nilivyofika nyumbani, nakumbuka nikakuta ule mwingine wa kike